Nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaingiza mguu mmoja kwa sababu tuna uzoefu na mashindano haya, na situation kama hii ilishawahi kutukuta. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama hayo. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Tunakwenda kuanza upya mchezo wa kesho. Swali kwa kocha Mtoa. Kocha, unaingia kwenye mchezo wa kesho ukiwa tayari na magoli matatu ambayo uliyapata kwenye mchezo wa ugenini. Ni namna gani unaenda kwa approach mchezo bila kupunguza umakini kwa wachezaji wako? Ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Kocha, siku chache zilizopita Simba Sports Club imetolewa kuwa miongoni mwa vilabu ambavyo vina nafasi ya kuwa kwa msimu uliopita. Hili labda kwa namna moja ama nyingine linahamasisha kiasi gani kufanya bora katika michezo hii na michezo inayokuja endapo mtafanikiwa kuqualify ili kuvuka kile ambacho mlifanya msimu uliopita? Kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya, ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama walivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata tuzo kama hizi ambazo ziko mbele yetu. Kocha, nikirefaa mchezo uliopita, kipindi cha pili kuna muda kama mliondoka katika namna yenu ya uchezaji na mkaanza kupiga mpira mirefu isiyo na faida, na baada ya mchezo mwalimu alizungumza kwamba namna ambavyo mmeingia kwenye aina ya mpinzani ya kucheza na ile pressure ni kama ilikuja kuwavaa katika mazoezi. Pengine mmefanya hivi kuhakikisha licha ya matokeo yote yanayotokea na baki katika rhythm yenu, lakini pia tungependa kufahamu hali ya Wilson Nangu aliyeumia kwenye mchezo uliopita na kutoka pamoja na Bajabio. Ni kweli, na nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana. Ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90. Lazima moment zote ziwepo. Kuna kipindi mpinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Swala la Nangu yuko vizuri. Bajabiri kishaanza mazoezi, sasa hivi ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha ameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Yes, coach. Tayari una magoli matatu ambayo ulipata kwenye mchezo wa ugenini. Naamini Singizini hawana cha kupoteza, kwa watakuja kwa kushambulia. Namna gani ambavyo wewe unajiandaa kuzuia mashambulizi, na tutegemee mabadiliko yoyote kwenye kikosi ukilinganisha na kilichocheza first leg? Nafikiri nimekwisha kujibu mwanzoni. Kweli tuna mtaji wa goli 3. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi, lakini tusiruhusu nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline ya hali ya juu sana katika mchezo wa kesho. Swali moja la mwisho, kocha. Coach, mchezo uliopita umekosa mshiriki wenu katika dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo huu wameruhusiwa kuingia. Labda kuna lipi la kuambia wana Simba kuelekea mchezo huu? Kikubwa kwanza ni wape pole, kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kiukweli wamekuwa wakija kutupa support sana na wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani.
Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi, na wao nafikiri wamekuwa wakitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu. Ni siku yetu, na nawaomba wana Simba waje kwa wingi, watupe support, na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanye kesho. Asubuhi. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji, tumejiandaa vizuri kwa katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili. Utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika wiki nzima. Kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita, walimu wamejaribu kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika mchezo huu. Utakuwa ni mchezo mzuri, na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana, na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Swali. Nataka kama mtoto. Shomari, unaingia katika mchezo huu ukiwa tayari na faida ya goli 3 za ugenini. Biashara pia ni mechi ngumu kwa sababu unasema haijaisha, maisha kipi anasema hamjaridhika. Wewe ni mmoja wa wachezaji ambao umechaguliwa kwa mtu wa bora Afrika na umetolewa juzi. Inakuhamasisha kiasi gani kwenda katika mchezo huu, lakini pia mnataka kuendelea kuandika historia kiasi gani kama klabu ya Simba kuendelea kufuzu hatua ya makundi hii mara ya 7 pengine kama tunaongoza goli 3 ambazo tumezipata katika mchezo uliopita. Dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita, na hizi ni dakika 90 mpya. Tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo, na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi, kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika 90 nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika hatua ya makundi kwa kishindo kikubwa, kwa sababu kutokana na miaka mingine yote iliyopita hatua kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi ziko tofauti na hii ambayo tunaongoza goli 3. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri. Mimi binafsi kama ulivyouliza, nimekuwa katika kinyang'anyiro cha tuzo. Kitu cha kwanza ambacho mimi huaga nakifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri, na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuwa mbele, alafu mimi nafuata nyuma.